Dunia ya burudani imewaka moto tena. Msanii nyota kutoka WCB Zuchu yuko kwenye hali ambayo imewaweka mashabiki wake wote katika hali ya mshangao mkubwa. Habari zinazosambaa mtandaoni zinadai kwamba Zuchu amepata mshtuko mkubwa wa kihisia baada ya mpenzi wake Diamond Platnumz kuhusishwa tena na drama nzito ambazo zimekuwa zikimuumiza kwa muda mrefu sana. Lakini swali kubwa ni moja tu, kwamba ni nini hasa kimemfika Zuchu? Je, ni kweli Zuchu yuko kwenye hali mbaya? Leo nimekuletea undani wote wa hii habari, lakini pia kwanza mwanzo mpaka mwisho wa mapenzi ya Diamond Platnumz kiufupi pamoja na Zuchu, lakini hadi hatua ambayo mashabiki wanaanza kusema kwamba Zuchu amechoka. Sasa ungana mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu ukweli wote, bila kusahau wewe kama shabiki wa Diamond Platnumz au shabiki wa Zuchu, basi mimi nachokuomba tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Utakometisha sana. Ni kitendo cha sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu ukweli wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho juu ya hili tukio ambalo nimeamua nikusanue hapa wewe kama shabiki uweze kufahamu kila ambacho kinaendelea. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Zuchu na Diamond walikuwa mfano wa mapenzi mazuri sana katika ulimwengu wa Bongo Flava. Walifanya kazi pamoja, walionekana kwenye video moja kwa pamoja, walitumbuiza jukwaa moja na kila mtu aliamini hii ni love story ya karne. Walikuwa couple goals halisi, walicheka pamoja, walishirikiana kwenye mziki na mashabiki wakasema hawa wawili ni mpaka kiama. Lakini kama usemi wa Waswahili unavyosema kwamba mapenzi ni kama upepo, ukivuma vibaya basi unaweza kupelekea kuvunja miti yote, tena hata miti mizito. Taratibu upepo huo ulianza kubadilika na kila wiki kulikuwa na posti yenye utata, video mpya zenye vionjo vya wivu na maneno ambayo mashabiki walianza kuyachambua kwa makini kabisa. Watu walianza kupata wasiwasi na kusema kwamba huenda sasa yale mapenzi ambayo tulikuwa tunayaona kwa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu ndio hivyo tena yameanza kufifia, kwa sababu zile posti ambazo zilikuwa zinapostiwa kwa wakati huo, lakini pia yale ambayo yalianza kusambaa kwa wakati huo, mambo yalikuwa yanaonyesha wasiwasi mkubwa kwamba pengine haya mambo yameanza kuharibika. Sasa wiki chache zilizopita tunafahamu kila ambacho kiliweza kutokea hapa Bongo Tanzania, specifically kwa upande wa Diamond Platnumz, kwa kila ambacho aliweza kukifanya. Tunafahamu ilikuwa ni talk of the town kwa wakati huo, kwa sababu kila mmoja alikuwa anazungumzia swala la Diamond Platnumz kuweza kufunga ndoa na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Alia, na tunafahamu lilikuwa ni swala ambalo lilifanyika kwa siri sana, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba lilifanyika nje ya nchi na kuna wengine ambao wanasema kwamba lilifanyika ndani ya nchi. Habari zilizosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii wakati huo zilikuwa zinadai kwamba ndoa hiyo ilifanyika kwa siri nje ya nchi na bila Zuchu mwenyewe kujua chochote. Kwa hiyo kiufupi, kumbe Zuchu alikuwa amefichwa kuhusiana na hili swala, na hata alivyokuja kutokea lilitokea katika namna ambayo yeye alikuwa hajui chochote. Blog zikajaa picha, baadhi zikaonyesha pete, wengine wakisema kwamba waliona zawadi za kifahari zikipelekwa kwa mwanamke huyo ambaye inasemekana kwamba alikuwa mwanamke wa pili kwa Diamond Platnumz kuweza kumwoa. Diamond Platnumz hakuweza kuzungumza chochote, alikaa kimya tu, na wakati huo huo Zuchu alianza kupotea mtandaoni mdogo mdogo. Hakuwa na posti sana kama zamani, hakuonekana kwenye matamasha, lakini pia hata mashabiki wake wakaanza kuuliza, Zuchu vipi tena? Ni nini ambacho kimeweza kumkuta Zuchu? Vyanzo vya karibu sana vilikuwa vinasema kwamba Zuchu amepata mshtuko mkubwa. Wengine wakadai kwamba alikuwa analia sana na akaamua kupumzika kutoka kwenye shughuli za kimuziki kwa namna fulani hivi, ama kupunguza kwa kiasi fulani, ili mwisho wa siku apate muda wa kupumzika. Na hapo ndipo ambapo maumivu yakaanza kuonekana wazi wazi machoni mwake. Lile tabasamu na furaha vikawa vimepotea. Kama hiyo haitoshi, ikaja drama nyingine, video mpya ya Diamond Platnumz ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Msumari. Tunafahamu ilitoka recently, ikawa imeingia mtandaoni, na ndani ya video hiyo Diamond alionekana akiwa karibu sana na video vixen, yule mrembo ambaye alikuwa ameonekana kwenye ile video. Na tunafahamu pia hili pia lilikuwa ni talk of the town, jambo lililowafanya mashabiki wapoteze uvumilivu kabisa, specifically mashabiki wa Zuchu ambao walikuja na kusema kwamba hii sasa nimezidi, huu sio mziki tu, kuna jambo ama kuna kitu ambacho kinaendelea hapa kati ya Diamond Platnumz pamoja na huyo video vixen. Mitandao ikawaka moto, comments zikawa nyingi. Wengine wakawa na shauri kwamba Zuchu amwache tu Diamond, wengine wakamwambia kwamba ajaribu tu kumsamehe Diamond, lakini hakujibu chochote. Alikaa kimya tu na hakusema neno lolote lile pale, pengine kujibu ile reaction ya mashabiki wake. Akaendelea tu kukaa kimya, akaiacha dunia ikiongea.
Kimya ambacho kilionekana kuumiza zaidi ya maneno kwa mashabiki, kwa sababu pengine walitegemea response yoyote kutoka kwa Zuchu, lakini kitu ambacho hakikuwa kama vile walivyokuwa wanatarajia. Baada ya muda, Zuchu alivunja ukimya wake, na kwa mara ya kwanza kupitia ukurasa wake wa Instagram alikuja akaandika maneno mazito yaliyojaa hisia na maumivu ya ndani. Akasema, sio kila unayempenda atakulinda, wengine watakupoteza tu kimya. Maneno hayo yalionekana ni kwenye kila kona ya mtandao na yalisambaa sana, huko mashabiki wakisema kwa sauti moja kwamba huu ni ujumbe wa moyo uliovunjika, kana kwamba Zuchu aliandika akiwa na maumivu mazito kwenye moyo wake. Watu walilialia, wengine wakawa wanamuonea huruma sana Zuchu, wengine walimpa moyo, lakini wengi waliona wazi kwamba Zuchu bado anampenda sana Diamond hata kama anaumia. Huo ukawa mwanzo wa kipindi kigumu zaidi katika maisha ya Zuchu ya hadharani. Wengine walisema kwamba labda anaumia kwa sababu bado ana matumaini na Diamond, na wengine wakawa wanasema kwamba labda ni muda wa kumwacha Diamond na kuendelea mbele na maisha yake mengine. Sasa na yeye Diamond hakukaa kimya kwa muda mrefu sana. Katika moja ya mahojiano alisema kwamba baadhi ya mambo ambayo tunayaona kwenye shows kama Young, Famous and African ni uigizaji tu, sio maisha halisi. Diamond alinukuliwa akisema kwamba sio kwamba nataka kumuudhi Zuchu wala kumuumiza, lakini dunia ya burudani inahitaji sana drama. Lakini mashabiki hawakuweza kuridhika na kile ambacho Diamond Platnumz aliweza kukijibu. Wengi walisema kwamba hata kama ni drama, lakini kwa nini kila wakati Zuchu ndiye ambaye anaonekana kuumia na kulia? Wengine wakaona kama vile Diamond anaendelea kutumia maisha yake ya kimapenzi kama show. Yaani anatumia mahusiano yake na Zuchu kama show, wakati Zuchu anaumia kweli kweli. Lakini kwa sasa habari kutoka kwa watu wa karibu na Zuchu zinasema kwamba msanii huyo ameamua kupunguza shughuli za kimuziki kwa sana. Baadhi wanasema kwamba alipata mshtuko wa kihisia kutokana na pressure ya mtandao, maneno ya watu na drama hizi zisizoisha. Lakini hata kama hakuna taarifa rasmi kutoka kwake Zuchu, dalili nyingi kutokuwepo machoni kwa umma, kupungua kwa shows na sauti yake kutokuonekana kwenye mitandao inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna kitu ambacho Zuchu anakipitia mpaka sasa hivi. Mashabiki wake wamekuwa wakionyesha upendo mkubwa, kila post anayoweka, comments zimejaa maneno ya faraja kama vile stay strong Zuchu, tunakuombea uwe salama, na amani ni muhimu kuliko mapenzi yenye uvumilivu, kuliko mapenzi yenye maumivu. Lakini katikati ya haya yote, uvumi unaendelea kusambaa kwamba kila mtu ana mtazamo wake. Wengine wanasema kwamba bado Zuchu na Diamond Platnumz wako pamoja kimya. Wengine wanasema kwamba tayari wameachana, lakini ukweli ni mmoja tu, kwamba ni vigumu kuwa star na bado kubaki na moyo wa amani katikati ya dunia yenye uvumi na paparazi. Ni muhimu tukumbuke kitu kimoja, kwamba sio kila tunachokiona mtandaoni ni kina ukweli ndani yake. Wengine wanaandika kitu kama kiki, wengine wanaandika kwa ajili ya kupata views, lakini ukweli wa ndani zaidi anaujua Zuchu mwenyewe. Anajua kile moyo wake unapitia, na kwa sasa inaonekana moyo wake umechoka kupigana. Kuna mengi zaidi ambayo anayapitia Zuchu, lakini kwa haya machache ndio ambayo ameweza kupelekea mpaka sasa hivi Zuchu kupitia hali ambayo inamkuta mpaka time hii hapa hivi. Sasa wewe kama shabiki unasemaje? Je, Zuchu anapaswa kuendelea kukaa na Diamond Platnumz na kuendelea kumpenda, au aanze ukurasa mpya wa maisha yake? Tuandikie maoni yako hapo chini, na kama kawaida usisahau kusubscribe kama ni shabiki wa Zuchu ama Diamond Platnumz. Subscribe kwenye channel yetu hii hapa hivi kwa habari moto kama hizi kila siku, kwa sababu hapa ndio mahali pekee ambapo unapata habari moto za mastaa kwa za uhalisia kabisa, lakini zenye ladha pia bila kuongeza chumvi yote. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe, mpaka next video. Bye bye.